Hii ni Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Bakari Chijumba na leo nipo katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kigamboni, ambapo leo yameshuhudiwa makabidhiano rasmi ya ofisi. Mkuu wa wilaya hii ya Kigamboni ambaye ni mkuu wa wilaya mpya Dalmia Mikaya amekabidhiwa rasmi ofisi na mtangulizi wake ambaye alikuwa mkuu wa wilaya hii ya Kigamboni Halima Bulembo, na sasa rasmi mkuu huyu wa wilaya anaanza majukumu yake mapya akitokea katika majukumu ya awali ambapo alikuwa ni katibu tawala wa wilaya ya Tanga, na hivi karibuni Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akamteua kuja kushika nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya hii ya Kigamboni, akichukua nafasi ya Halima Bulembo ambaye anaenda kwenye majukumu mengine ya ujenzi wa kitaifa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa ulikuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni Halima Bulembo, ninakushukuru sana kwa yale yote ambayo umeweza kufanya Kigamboni, pamoja na serikali yetu kufanya mambo makubwa mazuri, miradi nyingi, shughuli nyingi za kijamii na mambo mengi ambayo amefanya na serikali yetu. Lakini pia yale aliyofanya na watambulizi wetu, mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kunikabidhi kiti hiki, nami niseme tu kwa yale mazuri ambayo ameweza kuyafanya sitayaacha, nami nitaendeleza, nitayafanya kama ambavyo alikuwa anayafanya. Lakini pia nitumie pia wasaa huu kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kunipa nafasi na kunipandisha hadhi kuwa mkuu wa wilaya. Kabla ya hapa nilikuwa katibu tawala wa wilaya ya Tanga, lakini pia nilikuwa katibu tawala ya wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo mimi ni mgeni mwenyeji yote kama ambavyo alisema mkurugenzi. Kwa hivyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu, imani hii ambayo amenipatia Mheshimiwa Rais nami sitaitumia vibaya. Nimekuja Kigamboni kuwa mtumishi wenu, sijaja kuwa mtawala. Kwa hivyo nitafanya kazi kwa mashirikiano, nitafanya kazi kwa ukaribu pamoja na viongozi niliowakuta. Lakini jambo lingine, namshukuru sana mkuu wetu wa mkoa Albert Shalamila. Jana nilikula kiapo kwa ajili ya kuanza majukumu pale ofisi ya mkuu wa mkoa, na katika mambo mbalimbali ambayo aliweza kueleza, alieleza twende tukafanye kazi, twende tukamsaidie Mheshimiwa Rais, tukasimamie miradi ya maendeleo, tukasimamie ukusanyaji wa mapato kutoka katika vyanzo vya mapato tulivyokuwa nazo. Sote tunafahamu shughuli nyingi za serikali, shughuli nyingi ndani ya wilaya yetu zinategemea ukusanyaji mzuri wa mapato kutoka katika vyanzo vyote vya mapato. Kwa hivyo na mimi nitumie nafasi hii kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na hata wakati mkuu wa mkoa anatoa speech yake alimrejea Mheshimiwa Rais. Wakati Mheshimiwa Rais akiapisha wakuu wa mikoa alielekeza kwamba twende tukasimamie miradi ya maendeleo. Tuhakikishe fedha za serikali zinazoletwa kwenye maeneo yetu tusimamie kwa ukaribu, kuhakikisha kwamba ile pesa inayoletwa iwe inaonekana value for money. Lakini pia ubora wa miradi, lakini pia muda wa ukamilishaji wa miradi, mapato yanayokusanywa, yanayoelekezwa kwenye miradi, tuhakikishe kwamba tunasimamia kwa ukaribu. Na mimi nikiwa kwa nafasi yangu nitasimamia kwa ukaribu. Mmefanya kazi kubwa na mimi nawapongeza sana, kwa sababu dunia sasa hivi ni ndogo. Akifanya Kigamboni tunaona, alichokuwa anakifanya Mheshimiwa Halima tunaona kazi kubwa aliyofanya, lakini wakifanya sehemu nyingine pia tunaona. Naamini hata sisi tuliokuwa Tanga kipindi hicho mlikuwa mnatuona. Kwa hiyo mambo yamefanyika mengi na ni mazuri, na mimi tunaongezea tu kwa maana ya kujazia na kuongezea pale ambapo wenzetu wameyafanya. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kuyazingatia na kuendelea kuyasimamia kwa ukaribu. Nami pia ni muumini wa watumishi wanaowajibika. Sitakuwa na mvumilia mtumishi ambaye hawajibiki na sio msikivu, kwa sababu ni sehemu, mtumishi anapowajibika ni sehemu ya kufurahi, asipowajibika ni sehemu ya matatizo. Kwa hiyo ni imani yangu tutashirikiana vyema kwa ukaribu sana na kwa uzuri zaidi. Lakini vile vile niseme tu kwamba
kazi ya uongozi sio kazi lele mama. Kwa ninaamini hata kwa yale mambo mazuri ambayo nami nimeshawahi kuwa katibu tawala DAS, nimekuwa kwa miaka 7. Kwa hiyo ninaamini kwa yale mambo machache ambayo tumejifunza na viongozi wenzangu, tumekaa, tumeyafanya, tutaendelea kushirikiana kwa ukaribu zaidi. Ninaamini tuko na chama chetu cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa. Nami nipo tayari kuwapa ushirikiano kwa ukaribu. Tutaendelea kushirikiana, kushauriana ili tuweze kutengeneza Kigamboni mnayoitaka. Kwa hiyo maendeleo ni ushirikishaji. Maendeleo sio ya mtu mmoja mmoja, ni ushirikishaji. Unapofanya kazi vizuri na wenzako, basi na wewe mnakuwa bora zaidi. Hapa jana wakati tuna mkuu wa mkoa anazungumza, nilimwambia kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa tarehe 6 mwezi wa 6 ulikuja kutukabidhi mwenge mkoa wa Tanga. Wakati mheshimiwa mkuu wa mkoa anatukabidhi mwenge, akasema yeye anaitwa sio Albert Chalamila, anaitwa Abubakar. Baada ya mheshimiwa Abubakar tulimpatia breakfast. Ile breakfast ilikuwa na vyakula vya aina mbalimbali vizuri kweli. Tulimpatia samaki la haja. Unajua hadhi ya Kigamboni inafanana na ya Tanga kidogo. Pwani. Tulimpatia samaki la haja, tulimpatia maharage ya kukata, tulimpatia chai ya nazi, tulimpatia jicho la mke mwenza. Kwa hiyo hivi vyakula, hii jicho la mke mwenza ni pishi la yai. Kwa sababu hiyo ameniangalia vibaya, pishi la yai, ili jicho la mke mwenza kitu gani? Hilo ni fishi tu la yai. Kwa hiyo hivi vyakula vyote ambavyo nimevitaja, ninaamini na sisi Kigamboni tutaandaa jambo zuri la Kigamboni asili ili na sisi tujue asili yetu Kigamboni ni kitu gani. Kuanzia mavazi, vyakula na mambo mengine. Mimi nawashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmenipa. Kama viongozi vijana, unapopokea ushirikiano mzuri, mnasaidia hata sisi kuonesha uwezo wetu kwa wale ambao wanakuwa wametupa madaraka haya. Kwa mimi niwashukuru sana, lakini pia niwashukuru sana pakipekee kamati ya usalama ya wilaya, mkiongozwa na Dasi, katibu tawala wa wilaya. Dasi ulikuwa mtu mzuri sana, pamoja na kamati yako tulishirikiana, ulifanya vitu vingi kwa pamoja, ulifanya kwa upendo. Kwa niwashukuru sana. Lakini niwashukuru kuwa idara na vitengo. Najua harakati zilikuwa ni nyingi sana, lakini tuliweza kufanikisha kwa pamoja. Lakini vile vile niwashukuru makundi mbalimbali, wajane, kamati ya maridhiano, wafanyabiashara, daladala, wote kwa pamoja kwa ushirikiano mkubwa, kwamba bila nyinyi mambo yasingeenda. Lakini kutokana na ushirikiano ambao mmenionyesha ama ambao mlinipa kama mkuu wa wilaya Kigamboni, mambo yaliweza kwenda kisawasawa. Lakini pia nimshukuru sana mkurugenzi wetu mtendaji. Mkurugenzi ulinipa ushirikiano mkubwa, tulifanya kazi kwa pamoja, tulishirikiana kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wana Kigamboni kuweza kujiletea maendeleo. Kwa mimi leo tu niseme ninatoa shukrani zangu. Natamani ningeweza kuzielezea kwa upana sana, lakini nitarudi, lakini nitarudia kusema nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Niwaombe ule ushirikiano ambao mlinionyesha mimi, mkamuoneshe mheshimiwa Mikaya hapa. Mimi naitwa Halima, anaitwa Mikaya, lakini kitu ni kile kimoja. Ule ushirikiano ambao mlinipa nikaweza, niombe tu na yeye mumpe, na nina imani nitafanya hivyo, kwa sababu hata mimi nilipokuwa nikikabidhiwa ofisi hii nilielezwa kama ambavyo mimi nasema kwamba ushirikiano ulikuwepo, ndio maana mambo yakaenda.